shaka dini ya haki mbele ya Mungu, Ukristo, subutu. Yani aya hiyo upati mpaka Yesu anashuka. Lakini kwa kuwa mimi sio mwalimu, kuna mwalimu. Unaona, walimu tuko wengi, lazima aje athibitishe kati ya Uislamu na Ukristo ni ipi dini ya kweli. Mwalimu huyu kamaliza, unaona, tena kamaliza kabisa, tena kajibu mwenyewe kasema, na hii dini ya Uislamu ndio njia imenyooka. Sasa wewe unataka nini? Wewe mwenyewe umesema Uislamu umenyooka. Lakini kwa kuwa mimi sio mwalimu njoo dakika 20. Dakika 20 mwalimu, safi kabisa. Haina shida. Taizungusha tutakuchukua vizuri dakika 20. Ustadh Umar. Mashaallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, amin. Kwanza kabisa ndugu zangu Waislamu, sisi hatuna shaka. Unajua kuja dini ni pana sana. Wako wanavyuoni wakubwa ambao wanatuzidi sisi ilmu, ama sio? Lakini Allah mwenyewe ikiwa tuko kwenye haki analeta ile haki na inaonekana. Yeye amekuja akazungumza maneno yake, watu wamemsikiza vizuri, amemaliza kuongea. Sawa, wewe umeongea, umemaliza. Alafu alipomuoga anaanza kusema, sasa mimi nimetoa hizo aya, atakuja atasimama hapa ataongea, nimempigia repeat. Wewe unaweza kutupigia sisi Waislamu repeat? Aya ni nyingi. Mwalimu, hapa kitu tunataka tufundishe, ama sio? Ndio. Tunataka uonyeshe Uislamu ni dini ya nani, Ukristo dini ya nani, ya Mungu ama ni ya nani? Ametoa Ukristo dini ya Mungu, anazunguka huko na huko. Akija akatoa sura ya 3 aya 19 akasema kwenye matini ya Kiarabu haijasema kwamba ni dini ya kweli, imesema tu ni dini ya haki. Wewe umechanganyikiwa mwalimu. Sasa wewe wacha kusema ni ya haki. Sasa mimi nataka nikuonyeshe ni ya haki kabisa. Yule Mungu aliomba mbingu na ardhi ndio anatuambia sisi tukue Waislamu. Sasa wewe ukija hapa, nataka unionyeshe wapi Mungu muumba mbingu na ardhi anakuambia wewe ukue Kristo. Mwalimu, yani hapo kuna haki zaidi ya hiyo? Mungu mwenyewe ndiye anatuchagulia dini. Sura ya 3 aya 19. Tunavunja hoja sasa. Safu 3:19 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema ndio, bila shaka dini ya haki. Twende sura ya 5 aya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu. Basi subiri, waliokufuru wamekata tamaa na wengine ndio hao wamekata tamaa. Sasa ukija wanatapatapa, wanaingia huku wanatoka wanaenda huku, sisi tunaangalia. Twende basi msiwaogope. Allah anasema basi msiwaogope, bali niogopeni mimi. Allah anasema bali niogopeni mimi. Kwa nini? Leo Allah anasema leo nimekukamilishieni dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Waislamu, leo nimekukamilishieni. Kwa hiyo ukisikia Allah anakamilisha, ina maana hiki kitu kilikuwa kimeanza. Mtume Muhammad anakuja tu kukamilisha, kwa sababu huwezi kamilisha kitu ambacho ilikuwa hakuna, ama sio? Kwa hiyo Mtume Muhammad anakuja anakamilisha, anapewa Uislamu uje ukamilike kupitia Qur'ani. Twende. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Allah mwenyewe anasema leo nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kukutimizieni neema yangu. Na nimekupendeleeni. Kisha Allah mwenyewe anasema na nimekupendeleeni. Wewe sikiliza Isaac, hapa hakuna aya za kubambanya. Mungu mwenyewe, mimi nataka uje utoe aya kama hii. Mungu mwenyewe aliumba mbingu na ardhi anasema leo nimekupendeleeni nini? Uislamu. Uwe ndio dini yenu. Wa raditu lakum al-islam dinan. Anasema Uislamu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Kwa hiyo sisi Waislamu tunakuwa Waislamu kwa sababu Mungu mwenyewe ndio anatuchagulia sisi dini. Nyinyi
mtakuja mtatuambia nani aliwachagulia hiyo dini. Sisi tumechaguliwa na Mungu. Mwalimu, sasa kabla sitaingia sana huko, wacha tuangalie Ukristo ambao alikuwa anabambanya. Nisomee kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:14. Mimi na 4:14 Wakorintho wa kwanza nasema ndio siandiki hayo ili kuwataharisha. Huyu ni Paulo, mwanzilishi wa dini yenu, sio Mungu. Sisi Mungu mwenyewe ndio anatuambia, yeye mwenyewe ndio ametuchagulia Uislamu. Nyinyi mnachaguliwa Ukristo na Paulo ndio anafanya nyinyi mkuu wa Kristo. Sikiza hiyo. Siandiki hayo ili kuwataharisha. Hapo ndio alikuwa anakimbia wewe pasta, anajifanya mwerevu. Sikiza hiyo bali kuwaonya kama watoto niwapendao. Kwa hiyo Paulo anawaambia nyinyi Wakristo, bali kuwaonya kama watoto niwapendao. Paulo anasema kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini Paulo anasema walakini hamna baba wengi. Hamna baba wengi, sio baba wa kuzaa, baba wa imani, yani baba ambaye ametengeneza hiyo imani ya Ukristo. Maana mimi, Paulo anasema maana mimi ndiye niliowazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Takbir! Allahu Akbar. Kwa hiyo Paulo mwenyewe, Paulo ni Mungu. Utakuja kutambia Paulo anasema, ngoja mwalimu. Paulo anasema mimi ndio niliwazaa nyinyi katika Kristo. Sikiza hiyo. Twende mwalimu. Basi na wasihi. Kwa hiyo Paulo anasema basi mimi Paulo ninawasihi nyinyi wa Kristo mnifuate mimi. Mnifuate mimi. Kwa hiyo nyinyi mnaacha kumfuata Mungu ambaye ameteremsha Uislamu. Mungu ambaye anawaambia watu wakuwa Waislamu, mnamfuata Paulo. Paulo anasema nyinyi wa Kristo basi nawasihi mnifuate mimi. Kwa hiyo mkaacha dini ya Mungu ambaye ameleta, mnafuata dini ya Paulo. Sasa Paulo kwa sababu alijua ya kwamba hii dini ni yake mwenyewe, ametengeneza mwenyewe. Mimi ninatoa ushahidi, hii dini si ya Mungu, imetengenezwa na binadamu. Mwalimu, nisomee Matendo ya Mitume 11:25. 11:25 Matendo ya Mitume. African Bible, nisomee African Bible. Tunasema kwa wale wenye kuandika. Ndio. 11:25 Matendo ya Mitume nasema ndio. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Kwa hiyo huyu ni Sauli na Barnaba, anatoka anaenda Tarso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Kwa hiyo Paulo huyo mwanzilishi wa dini yenu anachukuliwa kutoka Tarso, analetwa pale Antiokia. Endelea. Inasema na kuwafundisha watu wengi. Ndio. Na kuwafundisha watu wengi na wanafunzi ndio waliitwa waliitwa. Subiri kwanza, aliyewaita ni nani? Sisi. Allah mwenyewe ndio ametuita sisi Waislamu. Anasema tena mimi nimekupendeleeni muwe Waislamu. Sasa kule kwenye Biblia imewaacha njia panda, hata ielezi ni nani, inasema tu waliitwa. Nani aliwaita? Unaona balai ati waliitwa na nani? Unaona balai hiyo? Waliitwa Wakristo. Wakristo kwanza, yani kwa mara ya kwanza Kristo naanza hapo Antiokia, katika nchi ya Antiokia. Tanbili nasema subiri. Kwa hiyo Paulo mwenyewe anawakusanya wanafunzi, alafu anawafundisha kwa muda wa mwaka mzima, alafu anasema nyinyi mmekuwa Wakristo sasa. Hii dini imetengenezwa hii. Twende. Sasa tunasema ndio Wakristo. Kwa kuwapa wafasi wa Kristo na hidi watu wa mataifa wa Antiokia. Sikiliza wewe, Ukristo sio dini. Tunaambiwa watu wa mataifa wa Antiokia wanatambua katika wafasi hawa kikundi ambacho tunaambiwa hawa Wakristo ni kikundi ambacho ni peke yake, kikundi ambacho ni cha peke yake, yani tofauti kabisa na Wayahudi na sinagogi lao. Tulia, huyu amekuja hapa akasema ya kwamba Yesu ndiye mwanzilishi wa nini? Wakristo, lakini tunaambiwa hawa Wakristo, yani hiki ni kikundi kando ambacho kiko tofauti na Wayahudi. Na Yesu mwenyewe alikuwa ni nani? Wayahudi. Huyu vipi huyu? Na sinagogi lao. Lile mwanzoni, lile ambalo mwanzoni jina Kristo, jina wa Kristo. Wewe sikiliza, Biblia yako inasema jina la Wakristo, lilikuwa
ni jina la utani. Hiyo ni nickname. Sasa unachukua nickname unaifanya ni jina. Biblia inasema Wakristo, yani ilikuwa ni jina la utani kama vile nickname. Maliza chini mwalimu. Jina la utani. Itaendelea kusema ndio. Sasa tunapiga pentagon. Piga pentagon ya. Sasa tunasema ndio. Wakristo hilo ni jina la kupanga. Mama yangu Biblia imekuuza jamani. Biblia inasema Ukristo ni jina la kupanga, sio Mungu. Ni jina la kupanga walilotumia wapagani. La haula wala quwwata. Yani tunaambiwa kwamba ni jina ambalo limepangwa na wapagani. Jamani, wapagani wanakupatieni nyinyi dini. Hii itakuwa dini kwani hii? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa kama dini yenu mnapewa na wapagani, sasa kuna faida. Maliza, piga pentagon. Inasema ndio wapagani, yani inasema hilo ni jina la kupanga walilolitumia wapagani ndio wa Antiokia kuwaita wafuasi wa Kristo. Tulia. Kwa hiyo wapagani wenyewe ndio walikuwa wanawaita nyinyi wa Kristo. Kwa hiyo wewe ukija ukisimama hapa, yani wewe ni sasa na kuwa unasema vyenye wapagani wanavyotuita sisi, basi sisi tumekubali. Unanielewa vizuri? Yani mpagani hana sasa hiyo hoja yako haina mashiko. Sisi Allah mwenyewe ashasema nini? Inna dina inda Allahi al-Islam. Tena pale akatuambia kwamba Mungu mwenyewe ndio anachagua. Mwalimu. Naam. Sasa huyu Paulo akaondoka, anaenda mpaka kwa Agripa. Anaenda anataka kumfanya Mkristo. Msikilize yule ambaye amesoma vitabu vizuri. Akajibu nini? Kuna watu ambao wamesoma Taurati vizuri, sikiliza wakamjibu nini? Safu nasema 22 soma. Safu nasema 26 mwalimu. 27. Safu nasema ndio 26 27 kwa leo kuandika. Ndio mwalimu. Safu nasema Mfalme Agripa. Wewe sikiliza. Paulo ashaenda Antiokia akawadanganya watu, amewafanya kuwa Wakristo. Sasa anatoka anakuja mpaka mahali anakuja anamfuatia Agripa. Sasa anakuja mpaka kwa Agripa, anamwambia nini? Mfalme Agripa anamwambia sasa, Mfalme Agripa sasa anapiga dawa battle. Sikiliza, waamini manabii, najua ya kuwa waamini. Unaona wewe mtu alivyo mnafiki, yani anamuuliza kwanza, wewe Agripa unawaamini manabii? Agripa bado hajasema kama anawaamini ama hawaamini. Akajibu yeye akasema, lakini najua unawaamini. Wao wanauliza swali, si ngoje kwanza ujibiwe. Twende sasa mwalimu. Agripa akamwambia Paulo. Ndio. Agripa akamwambia Paulo. Akamwambia nini? Kwa maneno machache. Agripa anamwambia Paulo, kwa maneno yako machache wadhani kunifanya mimi kuwa Mkristo. Unaona? Agripa ashajua kwamba huyu Paulo ndio anaritadisha watu, huyu anawafanya watu wanakuwa Kristo. Kwa hiyo wewe uko Kristo, wewe tayari ushafanya uko Kristo na Paulo, sio Mungu. Anayewafanya watu wakuwa Kristo ni Paulo. Sijui mnanielewa? Sisi tayari ni Waislamu, tumechaguliwa na Mungu, lakini Paulo ndiye anayewafanya watu wakuwa wa Kristo. Paulo akamjibu. Sasa sikiliza, Paulo akamjibu kwamba ikiwa kwa machache au ikiwa kwa mengi, ikiwa ni kwa machache au ikiwa ni kwa mengi, sio wewe tu. Paulo anasema sio wewe peke yake nitakufanya ukuwe Mkristo, ila hao wote. Paulo anasema na hao wote wanaonisikia hivi leo, wawe. Paulo anasema wawe ndio kama mimi. Waislamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyu mimi namshangaa. Alipokuja hapa anasema Yesu ndiye alianzisha Ukristo, lakini tunaambiwa na Biblia Ukristo ni kikundi kando kabisa ambacho kiko tofauti na Wayahudi. Tukaangalia tukakuta ya kwamba Yesu ni Myahudi, kwa hiyo tayari hapa hayuko. Paulo akija anasema ya kwamba nataka ni nyinyi muwe Wakristo kama mimi. Kwa hiyo wewe kama ni Mkristo unakuwa ni Mkristo kama Paulo, lakini sio kama Nabii Isa. Nabii Isa alikuwa ni Muislamu. Mwalimu, sasa wewe tuangalie, mimi ninavunja Ukristo kabisa. Yani hapa tunaonyesha kwamba Ukristo haujakuwa dini.
dini. Wacha tusikilize Biblia. Mwalimu, nataka usomee katika Biblia ya Union Version ukurasa 282. Safi, nasema ndio 2 Tanbii Samueli wa kwanza 282 ukurasa. Safi, nasema ndio Tanbii nasema kwa wale wenye kuandika Samueli wa pili 2:10. Kwa wale wenye kuandika nasema ndio Kristo 2:10. Wacha nikukamatie 2:10. Ndio Tanbii yake kwa wale wenye kuandika niko pale mwalimu wangu. Safi, nasema ndio Samueli wa kwanza 2:10. maelezo chini. Safi, nasema neno hili, wewe sikiliza Isaac, Biblia na kufundisha leo neno hili Masihi. Ukisikia neno Masihi, yani kama vile Nabii Isa kwa Kiebrania. Sasa wale Waebrania maana yake, ngoja mwalimu, twende taratibu, sitaki twende mbio, nataka wako nje waelewe. Wewe sikiliza, yani wale Waebrania wakimuona mtu kama Nabii Isa maana yake ni mtiwa mafuta. Yani mtu ambaye ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wafu kwa kutiwa mafuta. Endelea. Ili awe mfalme. Kwanza awe ni mfalme au kuhani au nabii. Subiri, unaona hizi ni vyao vitatu kwa Kiyunani. Sasa Wayunani wakimwona, mwalimu subiri, twende taratibu. Wayunani wakimwona mtu ambaye ni nabii ama ni kuhani ama ni mfalme, hivyo vyao vitatu wanamuita nini? Kristo. Wanamuita Kristo. Kwa hiyo wewe ukija ukisema mimi ni Mkristo, yani sawa sana kusema mimi dini yangu ni nabii, yani ni cheo, ama ni kama vile kusema mimi dini yangu ni kuhani. Sasa hiyo itakuwa ni dini kweli? Wayunani wakimwona nabii wanamuita Kristo, wakimwona chifu pengine ama mzamtaa, kwa sababu wana cheo, wanasema huyu ni Kristo kwa kikwao. Lakini sasa ukija ukisema mimi ni Kristo, hiyo inakuwa ni dini. Sasa mwalimu, wacha tumfundishe, twende katika kitabu hicho cha Warumi. Nisomee huyo Paulo ambaye amewafundisha nyinyi dini, msikilize vizuri anasema nini mwalimu. Safi. Wakorintho wa kwanza Union Version 1952 11:17. Mimi ninavunja hoja. Safi, nasema 11:17 Wakorintho wa kwanza. Nasema ndio, lakini katika kuagiza haya Paulo amewadanganya akawaingiza kwenye Ukristo. Sasa nawaambia lakini katika kuagiza haya si wasifu. Paulo anasema nyinyi Ukristo haiwezi kuwasifu kabisa. Si wasifu. Ndio ya kwamba mnakusanyika sio kwa faida. Subiri kwanza. Paulo anasema Wakristo wanakusanyika kabisa kwenye mikutano yao, lakini sio kwa faida. Kwa sababu gani? Maliza. Bali kwa hasara. Kwa sababu gani inakuwa hasara? Teremka chini. Kwa maana kwanza ndio mkutanikapo kanisani. Na kwa maana kwanza ndio yani mkutanikapo kanisani. Biblia inasema mkikutana kanisani ndio nasikia kuna faraka kwenu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani tunaambiwa kwanza mnapokutana na kanisani hakuna faida, tena kuna mfarakano. Unajua kuna mfarakano kwa sababu gani? Hili kanisa limegeukia huku mashariki, lile sijui limegeukia wapi, hili sijui limegeukia huku, alafu kila mmoja anaimba yani si dini bwana. Kwamba tunakushukuru ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba hii chai iko moto sana, hapa kuna nyama za ngamia, lakini wageni ni wengi sana, hii sahani moja haiwezi kutosha. Kwa hivyo Mungu, teremsha miujiza yako kutoka mbinguni, hizi nyama zikuwe nyingi ili tuweze tusiaibike kabisa. Unaona, hata ni maombi haya. Lakini sisi Waislamu tukiingia msikitini, Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Taratibu, hakuna kelele. Lakini hao baba, unajua
unaniangalia, mimi ndiyo Yesu. Somebody say amen. Watu wanatika amen. Hallelujah. Unajua mimi unaniangalia kwenye TV. Wewe kama unaumwa na tumbo unashika TV, alafu maombi yangu yanapita kwa waya, yanatoka kwa waya yanaingia kwa TV, yanatoka kwa TV yanaingia mpaka kwa moyo wako, unapata uzima kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Yesu ni Bwana.